kuwa committed kwenye kazi za kifalme. Jitoe, jibidiishe, jitoe kwa juhudi na bidii kwenye mambo ya ufalme, kwenye kazi za kifalme. Yaani kama wewe haupo kwenye kazi yote ile kanisani, jipe kazi yoyote. Fanya uinjilisti. Kama ufanye uinjilisti, piga praise. Kama upigi praise, kaa kwenye maombi. Yaani uwe na kitu ambacho unajibidisha nacho kwa ajili ya ufalme. Kuwa committed kwenye kingdom services. Ngoja nitoe mfano. Sio mimi ni baba na mke na watoto. Ninawajibika kwa familia yangu. Akiugua mtoto, tafanya juu chini, nitafanya kazi kwa juhudi yote ile, nitafanya chochote kile kuhakikisha kwamba anapata matibabu, sababu niko committed kwa watoto wangu. Kwa chochote kile kitakachonihitaji mimi nitafanya. Ndio maana mwingine anafika mbali kwamba mpaka labda kama mtoto wake ana shida ya figo, anatolewa figo, anakubali kutoa figo, anaweka pale, sababu yuko committed. Amejitoa muhanga. Yaani unajitoa mzima, unajitoa 100% bila kupunguza hata nukta moja. Hapo ndo umejitoa kikweli kweli. Kwa kusema kuwa committed kwenye kingdom, kuwa committed kwenye kazi za kifalme ni kujitoa kikweli kweli. Unajua kwa nini wachungaji wanakuwa katika neema? Sababu unakuta wao wamejitoa kwa 100% kuhakikisha watu wa Mungu wanabarikiwa, watu wa Mungu wanajitoa kwa Mungu, kwa ataomba, atafunga, atafanyaje. Unaona anakuwa peke yake, ila kanisa linatakiwa likuwe kwa pamoja. Toa nguvu zako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Toa mali yako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Toa mawazo yako, uwezo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hakikisha kuna kitu na kipush, unaona kinaenda na unakifuatilia, unaona kinaenda, unafuatilia. Kama ni injili, piga injili. Kama huwezi kupiga injili, tafuta namna yote ile ya kufanya injili iende. Kama ni kwenye praise, fanya praise. Kama ni maombi, fanya maombi. Kwa napenda sana historia ya Smith Wigglesworth. Saizi tunamuongelea ni mtu ambaye hakwenda shule kabisa, alikuwa hajui kusoma na hajui kuandika. Alipooa alikuwa anafundishwa kusoma na kuandika na mke wake. Alikuwa anamfundisha. Na alishakujua kusoma Biblia tu. Hakuwa kusoma kitu kingine chochote zaidi ya Biblia. Na mke wake ndio alikuwa mchungaji. Yeye hakuwa mchungaji. Kwa kazi yake anaingia kanisani, anasafisha, anafanya usafi wa kanisani, anapangusa viti, anaombea viti, afu anakuwa anafunga na kuomba, anakuwa anaomba Mungu leta watu kanisani, watu waokoke. Ndio ilikuwa kazi yake. Anaombea watu waje, anaombea watu waokoke, anaombea watu wabarikiwe. Siku ya siku akakutana na nguvu za Mungu, akatiza Roho Mtakatifu pale akabadilika. Mpaka leo mke wake humsikii, hujua hata jina lake, lakini yeye ndo anajua. Kwa nini? Kwa sababu neema Mungu iliposhuka juu yake, ikabadilisha maisha yake. Na mpaka leo hakuna mtu ambaye atakuwa ni mtumishi wa Mungu aongelee mambo ya imani asimseme Smith Wigglesworth. Haiwezekani. Mtu ambaye atafika mbali kwenye mambo ya kiroho lazima awe atamsoma tu habari zake, atafuatia ilikuwaje, atasoma. Kwa sababu aliacha impact ambayo dunia nzima wanaijua. Lakini nini? Ilimkuta wapi? Kwenye service. Alikuwa hajui kusoma na kuandika, lakini haikuwa issue. Sikia nikwambia, neema Mungu ikishuka, vikizo kibinadamu vinakata. Kama hauna kitu ambacho unajibidisha nacho, jiulize swali. Neema ya Mungu inakuja kufanya nini? Usimzimishe Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1:8 anasema mtapokea nguvu akishakuja kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Msimzimishe Roho. Kwa kama kuna kumzimishwa Roho, kwa unaweza kumzimisha Roho. Kwa hiyo Mtakatifu anaweza kazimishwa. Usimzimishe maana anawaka. Angekuwa hawaki, usingesema azimishwe. Sasa ukimzimisha, maana kama anawaka, kinachowaka kinatoa nuru. Ukimzimisha unakaribisha giza. Ndio maana anasema Roho Mungu atakuja juu yako na nguvu zake zitakufunika kama kivuli. Sababu kivuli kizi kawepo kama nuru haipo. Ili kivuli kiwepo, maana lazima nuru iwepo. Atakuja Roho Mtakatifu juu yako na nguvu zake zitakufunika kama kivuli. Maana kama kivuli, maana pata kuna nuru fulani imekuzunguka, imekumiliki, inakuwa na wewe kila mara unapokwenda. Ndio maana kivuli kinakuwa pamoja na wewe. Unapoenda kinaenda, unapokaa kinakaa. Sasa ukimzimisha Roho Mtakatifu, maana unazimisha ile nuru ya Mungu ambayo inapatana pamoja na Roho Mtakatifu. Na ukizimisha Roho Mtakatifu, maana unazimisha unafunga utendaji kazi wa neema ya Mungu usitende kazi kwenye maisha yako. Kwa hiyo njia mojawapo ya kukua katika neema hii ya Mungu ni kuto kumzimisha Roho Mtakatifu, ni kuto kumkwaza Roho Mtakatifu, ni kumtengenezea mazingira ya yeye aendelee kutamani kukaa na wewe na kutenda kazi pamoja na wewe. Na mambo ambayo yanaweza yakamzimisha Roho Mtakatifu ni maisha ya kutokuwa na shukrani, moyo wa kutokuwa na shukrani unamzimisha Roho Mtakatifu. Moyo usiokuwa na furaha, maisha ambayo hayana maombi yanamzimisha Roho Mtakatifu. Ili ujue, unaanza mstari wa 16. Anasema furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukruni kwa kila jambo, maana hao ndio mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimzimishe Roho, msitweze unabii, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema, jitengeni na ubaya wa kila namna. Ukisoma hapo kuanzia 16 mpaka 22 anakupa mambo ambayo yanaweza kumzimisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo furahini siku zote. Ndio maana ukishagundua kwamba una Roho wa Mungu ndani yako, hakikisha huzuni usiruhusu kwenye maisha yako.
Usiruhusu kinachokuja kukupa huzuni kisikate huzuni kwako, kwa sababu kinacholeta huzuni kwako kinatafuta kumzimisha Roho Mtakatifu. Kikimzimisha Roho Mtakatifu kinaondoa ile nuru ya Mungu kwako na kinaua utendaji kazi wa neema ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa kataa huzuni kwenye maisha yako. Anasema furahini siku zote. Lakini pia kinachokuja kuiba maombi kwako, kataa kuona maisha ambayo hayana maombi. Sababu maisha ambayo hayana maombi yanamzimisha Roho Mtakatifu. Maisha sio kuwa na shukrani. Yaani kuna mwingine yeye kesho ni kunungunika, ni kulalamika, ni kulaumu. Kuwa na maisha ya shukrani kwa Mungu. Usidharau unabii wa Mungu ambao unaachiliwa kwenye maisha yako. Anasema jaribuni mambo yote, lishike lililo jema. Jitenge na ubaya wa kila namna. Ukifanya mambo, Roho wa Mungu haumzimishi.